Utahitaji kiwanja chenye urefu wa mita 23 na upana wa mita 22 kujenga majengo haya matatu katika mpangilio soft na unaopendeza kama ambavyo unaweza kutazama hapa. Hii ni ramani ambayo tayari nimeshaitoa, lakini sasa naeleza katika namna ya tofauti ikiwa na mabadiliko katika majengo mawili ya nyuma. Jengo la kwanza unaliona hapo, details zake zitabakia vile vile. Hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 1500, lakini kama utatumia tofali za kuchoma zitakuwa tofali 5000. Bati ni 45 za futi 10 na ambao za kenchi ni 80. Jengo la kulia linabakia vile vile, of course litabakia tofali 2000 za blocks, lakini upande wa bati hapa, bati ndo zitaenda bati 60 za futi 10, na jengo la juu of course jengo la kulia bati ni 60 za futi 10 na ambao za kenchi ni 120. Jengo la juu kabisa hapo linatumia jumla ya bati 1200 peke yake, not tofali 1200 peke yake, lakini pia hilo jengo linatumia jumla ya bati 40 za futi 10 na ambao za kenchi ni 50. Katika details hizo hapo zinakamilisha mpangilio au muonekano wa majengo matatu muhimu zaidi, yakiwa katika mpangilio mzuri na wa kuvutia ambao utamfanya yeyote atakayewakiishi hapo aishi katika mazingira ya UVIP au mazingira maalum ambayo yanaweza kumfanya apendezewe na afurahishwe na kile ambacho atakuwa anakipata hapo kama huduma ya makazi. Ndiyo, katika majengo yale mawili ya upande wa nyuma, upande wa kulia na upande wa nyuma, yana vyumba viwili, chumba kimoja self, chumba kimoja self peke yake. Na katika mpangilio wa vyumba hivyo hapo kipo kitu cha ziada ambacho kinaweza kukufurahisha wewe kama mpangaji, wewe kama mtu ambaye utahitaji kupata huduma ya malazi au huduma ya makazi. Katika hilo hapo, katika kila chumba utakuwa unapata choo, lakini pia na sehemu ya kupikia. Kwa hiyo sahau kuhusu kukaa jirani au kulala jirani na mtungi wa gesi. Na maana mtungi wa gesi utakuwa umekaa mahala pake ili tukusave wewe na hatari ya kuunguliwa na moto pindi itakapotokea ajali ya moto ndani ya nyumba yako. Kidogo inapokuwa na distance au na umbali, basi inakufanya wewe unaweza ukaliepuka jambo hilo kwa namna fulani au nyingine ukaweza kujiokoa. Sasa ukiangalia jengo letu kuu la mbele, hili jengo lina vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni self, chumba kimoja ni single, choo cha public kipo humo, sebule na jiko. Kwa hiyo wewe utakayekuwa unaishi humo bado utakuwa na namna fulani hivi ya kuendelea kujimwambafai, kwa sababu hili jengo ni zuri na ni la kisasa pia. Lakini pia limeweza kutengenezewa partition au limeweza kutengenezewa kiwanja chake maalum ili kuhakikisha kwamba mtu atakayekuwa akiishi kwenye jengo hilo hapo basi hata fungamana kwa namna yoyote ile pale na wengine ambao watakuwa wakiishi katika majengo mengine. Kwa hiyo hii ni nzuri na ni ya kisasa kabisa na ni maalum kwa ajili yako wewe ambaye unatamani kukaa katika nyumba kidogo ambayo inakuwa ni kubwa, lakini pia upate kipaumbele fulani hivi. Yes, upate kipaumbele fulani hivi kutokufungamana na wengine ambao watakuwa wakiishi kwenye vyumba single. Jengo la nyuma ambalo nimekuambia liko nyuma ya jengo letu kubwa lina chumba kimoja ambacho ni single. Hicho chumba pia unaweza ukakipangisha kwa maeneo mengine ambayo yana uhaba wa nyumba hizi. Hata hicho chumba unaweza ukapangisha, lakini kama sehemu hiyo na vyumba ni vingi, of course watu ni wengi, lakini pia unahitaji kuwa na VIP mkubwa sana kwenye eneo ambalo umejenga nyumba yako hii, basi unaweza kuifanya chumba hicho ikawa store kuhifadhi vitu ambavyo vitakuwa vikitumika either kwa usafi wa compound nzima. Naposema compound nzima na maanisha usafi wa kiwanja chote. Ina maana usafi huu hautahusisha mtu mmoja mmoja, utahusisha uwanja mzima. Kwa hiyo vifaa vyake vitakaa humo, iwe ni majembe, iwe ni mafekeo, vitu vyote, mafagio na nini, vyote vitakaa humo. Na pia muonekano wa majengo yote ndio kama mnaweza kuona hapa. Partition na mpangilio wa mgawanyo wa eneo unaonekana vizuri na kwa uwazi kabisa kama mnaweza kutazama hapa. Ina maana mtu atakayekuwa akiishi kwenye jengo hilo lenye vyumba viwili, basi mtu huyo atakuwa amejitenga na wale ambao watakuwa wamepanga katika vyumba single. Umeona hiki? Najua itakupa faida sana, lakini pia unaweza kaamua wewe mwenyewe kwamba hili jengo kubwa la vyumba viwili nitaishi mimi, na upande wa nyuma ukaweka wapangaji. Yote yanawezekana, na huu utakuwa ni sehemu ya matumizi sahihi na bora ya kiwanja chako, kwa sababu pengine ungeweza kujenga nyumba moja tu kwenye kiwanja chako na ukaendelea kuishi wewe, lakini pia kama umefanya hivi, ina maana nyumba yako wewe au eneo lako wewe litaendelea kukupa faida siku hadi siku, mpaka siku ambayo utakapokuwa sasa unasema basi either unauza au Mwenyezi Mungu amekuchukua, na watakao kuwa wanabakia kuwa wanufaika wanaweza kuwa watoto wako na familia yako kwa jumla, wakaendelea kunufaika na ujenzi ambao baba alifanya. Baadaye
ukaendelea kukumbukwa kama mtu ambaye ulikuwa na akili na maamuzi mazuri sana kwenye familia kuliko wengine waliowahi kupita. Nikukumbusha tu kwamba ramani kama hizi na zingine nyingi zinapatikana katika page na kurasa za Makazi Mpanda. Ingia YouTube, andika neno Makazi Mpanda, pale utatupata, na hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu hiyo, hapo uweze kufikiwa na video nyingi na kazi nyingi kama hizi. Hakikisha pia utufollow mitandao ya kijamii. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.